Karibu, hii video nimeandaa kwa ajili ya wanafunzi wangu ambao ni wa level chini kabisa, elementary school. Watoto wa primary kabisa ambao pia wanajifunza coding. Actually tumechagua lugha ndogo tu ya programming. Hapa nimeandaa challenge ndogo tu ambao utatakiwa utafute idadi ya appearance ya namba 6 katika hiyo data type ndogo tu ambao ni ya data. Ni listi ndogo ambayo ina namba kadhaa. Unatakiwa udetermine kwamba 6 ina appear na mara ngapi. Unaweza kuanza kujifunza programming kwa kujifunza tu vitu vidogo vidogo ambavyo ni basics. Kwa mfano variable, ukajua aina za variable na ukajua na data ambazo unazitumia. Na hapa tumejaribu kutumia tu function kuangalia namna ambavyo tunaweza tukahesabu namba 6 na tufikie mara ngapi katika hiyo data type ambayo sisi ambao ni list. Kuna list ya namba kadhaa hapo na tutaona ina pia mara kadhaa. Kwa tunaitafuta kwamba ina pia mara ngapi, na tumetumia hiyo function ambayo tumedefine kama ni count tunahesabu, lakini pia utaona kwamba kuna loop tumeitumia. Ni baadhi ya basic ambazo unatakiwa uzisome ili uweze kujua ni kwa namna gani utaweza kufanya baadhi ya vitu vidogo vidogo. Hata kwa kazi yako unaweza kuwa na data fulani, una list fulani, labda una video record fulani ambazo umerecord, labda ni audio au ni videos, una list nyingi au una mafaili, unaweza kufanya vitu vidogo vidogo kwa kazi yako ulionayo na hatimaye ukawa na achieve kazi yako kwa haraka. Lakini pia unaweza kufanya kwa sehemu ya kufurahisha, labda for fun. Unaweza kufanya kwa ajili ya kumvutia mtoto, ukamfundisha na ukampatia uwezo wa kuanza kupenda kompyuta, kujenga awareness ya coding akiwa bado mdogo, na hatimaye ukawa unamfungulia njia ya baadaye kwa mtu fulani ambaye anapenda kufanya vitu fulani. Kwa karibu endelee kujifunza coding, lakini pia tutaendelea kuwakaribisha watoto tutakapokuwa tukiandaa project zetu na initiative mbalimbali zinakuja kwa ajili ya kujifunza coding. Utaona hapa tunarejesha hiyo return value, usije ya kuogopesha kwamba kuna vitu hujavisoma. Inakurejeshia kwamba hii expression ya n ambayo tulikuwa tunahesabu imefikia wapi. Utaangalia hapo tumecall function hapo, tumeweka data, tumeangalia target, tumeinitialize namba yetu ya kuhesabu. Tulikuwa tunahesabu tumeanzia 0, tunataka tuhesabu appearance ya n. Mwisho wa siku tunafanya looping kuangalia je, hiyo item ambayo tunatafuta ambayo namba 6 inatokea mara ngapi. Kama hiyo namba 6 ni sawa na target yetu, atakuwa kihesabu kwa anahesabu, na kila anapokuwa anampata anajumlisha 1. Utagundua kwamba data zetu ni namba 6 anapia mara 6 mara 3 samahani. Na hapo tunaona kwamba tunakuja kuongeza kila anapokuwa anatokea, tunaongeza. Mwisho wa siku tunapoita function yetu tunaziingiza zile parameters zetu ambazo ni hiyo data pamoja na target yetu. Hizo nimeziingiza hapa, nimecopy nikaweka hapa, na mwisho wa siku hapa tuna print ili tupate output yetu ambayo ni jibu letu. Tunaweka hapo hiyo command, hiyo ni method nimeingiza kwamba ninahitaji ni hesabu count how many times 6 appears. Nimeweka count 6, so it's count for 6. Nina save, kumbuka kusave kabla ya kukamilisha kazi yako. Alafu naenda ninaweka string fulani za introduce, kwa sababu naweza nika command tu kwamba count, lakini sitaki ionekane hivyo. Nataka kama nina program kazi yangu ionekane vizuri, ninaonyesha kwamba hapa sasa 6 appears how many times. Kwa nitaweka string fulani hapo inaonyesha kwamba ni namna gani 6 anatokea, na mwisho ninamalizia anaapia mara ngapi. Kwa mwisho wa siku nina save kazi yangu, nina command pap. Unaona huko mwisho, utaona mwishoni inakuja kukuonesha jibu lako kwamba anaapia mara ngapi. Kwa kujaimalize hapa, nenda command record. Baada ya kuna utaona 6 huyo mara ngapi, 6 appears how many times. Utaona kwamba ni mara 3 anaapia. Ninakutia moyo kujifunza, lakini pia wasaidia mtoto na kumsogeza karibu na awareness ya